Amina. Somo letu siku ya leo linasema siri ya shukrani kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Siri ya shukrani kwa Mungu. Na tutakuwa na maandiko kadhaa katika pointi zetu ambazo tutakuwa nazo, ni pointi 5, na Mungu atatuhudumia na kila kitu kitaenda vizuri. Amina. Siri ya shukrani kwa Mungu. Shukrani ni nini? Shukrani ni kitendo cha kujua au kutambua au kujali matendo ya Mungu. Kunakuwa na kitendo cha kutambua au kujali au kuthamini. Unathamini yale matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu ukatambua ya kwamba yeye ni Mungu aliyekuumba, yeye ni Mungu aliyekupa afya, yeye ni Mungu aliyekupa uzima, yeye ni Mungu aliyekufikisha hapo ulipo, basi unapomwadhimisha Mungu kwa maneno yako na kwa ibada hiyo, basi unakuwa unamshukuru Mungu. Na shukrani huwa ina nguvu sana katika maisha ya muumini. Kwa hiyo leo tunapojifunza siri ya shukrani, utajua kuna umuhimu gani wa kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu bila kujua umuhimu wa kumshukuru Mungu, mtu huwezi ukamshukuru Mungu. Lakini leo tunatambua ya kwamba uko umuhimu wa kumshukuru Mungu. Kitabu kile cha Zaburi sura 107 mstari wa 1 mpaka mstari wa 10 ni sura inayoongelea habari ya umuhimu wa kumshukuru Mungu. Na inatuambia kwa habari ya agizo la kumshukuru Mungu. Mshukuruni Mungu. Na anamalizia kusema kwamba mshukuruni Mungu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Lakini unaposoma Luka 17 mstari wa 11 mpaka wa 18, pale pia tutaona ya kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kumshukuru Mungu. Tunaona wale watu ambao walitendewa wakaponywa. Kuna mmoja tu ambaye alirudi akatoa shukrani kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuwa anathamini na kutambua pale mtoto wake anaporudi na kumshukuru. Nitasoma hiyo Luka 17 mstari ule wa 15 mpaka 18. Wewe utasoma 11 mpaka 18. Biblia inasema hivi: na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wawapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Kwa hiyo Yesu alikuwa anaongea akionyesha umuhimu wa kumshukuru Mungu. Kwa hiyo na sisi lazima tumtambue Mungu. Na ndio maana ibada ya shukrani ni ibada ya pekee. Bwana asifiwe sana. Ni ibada maalum sana, kwa sababu ni ibada inayompa Mungu tukufu. Ni ibada inayomwadhimisha Mungu. Ni ibada inayolitukuza jina lake. Ni ibada ambayo inatambua kwamba tunamwamini ya kwamba yeye ndiye Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo leo tunaandaliwa kwa ajili ya ibada iliyo mbele yetu. Bwana asifiwe sana. Ibada ambayo inakuwa ni ibada ya kumshukuru Mungu. Lakini je, unaweza kujiuliza sasa, ni wakati gani mimi napasa nimshukuru Mungu? Ni wakati upi? Ni kwa kipi nimshukuru Mungu? Kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 18 inatujibu swali letu la msingi. Anasema, shukuruni kwa kila jambo. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kwa mshukuru Mungu wakati wote. Bwana asifiwe sana. Wakati wa maongezeko na wakati wa ukiwa, wakati wa mema na wakati wa mabaya. Kwa hiyo Mungu anataka umshukuru wakati wote. Kwa hiyo na sisi tunaenda mbele za Bwana kumshukuru na kumwambia yeye asante kwa sababu amestahili. Haleluya pendwa. Na unapomshukuru Mungu utaona siri zilizopo ndani ya kumshukuru Mungu. Ndani ya kumshukuru Mungu, siri ya kwanza ambayo ipo katika kumshukuru Mungu, nimesema somo letu ni siri ya kumshukuru, siri ya shukrani kwa Mungu. Siri ya shukrani kwa Mungu. Siri ya kwanza, shukrani inaleta maongezeko au mazidisho.
Shukrani inaleta maongezeko ama mazidisho. Kitabu kile cha Marko sura ya 6 mstari wa 41 na maandiko yale yale yanapatikana kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 32 mpaka 38. Shukrani inaleta maongezeko ama mazidisho. Marko 6:41 ndio ndakao isoma, nasema akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie, na wale samaki 2 akawagawia wote. Kwa hiyo tunaona katika ile tukio kwamba baada ya Yesu kuitwaa ile mikate 5, akatwaa wale samaki 2, akashukuru, na baada ya ile shukrani Mungu anasema alizidisha ile mikate akawa watu 5,000, alizidisha wale samaki akawa watu 5,000. Kwa hiyo kuna wakati ambao lazima ujue hata katika vichache inakupasa kumshukuru Mungu. Haleluya. Maana unaposhukuru kwa vichache unampa Mungu deni la kukuongezea, kwa sababu umetambua uchache wake. Kwa hiyo katika uchache kuna neema, na katika uchache kuna mibaraka ya Mungu. Haleluya pendwa. Na Mungu anatuambia aliye mwaminifu katika vidogo anakuwa mwaminifu katika vikubwa. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu uendi kwa sababu una utele, unaenda kwa sababu yeye amestahili. Unaenda kwa sababu yeye ni Mungu. Unaenda kwa sababu yeye ni Baba. Unaenda kwa sababu hata kama hajakupa chochote, yeye anabaki Mungu akuinuliwa na kutukuzwa. Yeye anabaki Mungu akushangiliwa, kwa sababu yeye ni Mungu wakati wote. Hebu mpe Yesu makofi. Kwa hiyo Mungu anasema iko siri katika kumshukuru, na siri ya kwanza ni maongezeko. Haleluya pendwa. Kama unataka maongezeko kwenye biashara yako, basi ukawe mtu wa shukrani katika wiki hii. Kama unataka maongezeko kwenye maisha yako, basi ukawe mtu wa shukrani katika wiki hii. Kama unataka Bwana azidishe vilivyopungua, ukawe mtu wa shukrani mbele za Bwana, kwa sababu Mungu anapendezwa sana na moyo wa shukrani. Bwana sasa, Mungu yani vile mtu anavyotamani, mtu anavyotamani mtu amwambie asante baada ya kumpa kitu kidogo. Maana sasa amwambie asante kwa sababu umenipa beki, asante kwa kuwa umenipa zawadi hii, asante kwa kuwa umenipa 500, asante kwa kuwa umenipa maji ya kunywa, asante kwa kuwa umeninunulia chakula. Asante. Jinsi mtu anayeshukuriwa, na wewe ni miongoni mwa watu ambao wamewahi kupokea asante, unavyojisikia ndani yako Mungu huwa ni zaidi. Bwana sio sana. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu unamwambia Mungu asante, unampa Mungu deni la kufanya zaidi, unampa Mungu deni la kuongeza alichokupa, unampa Mungu deni la kufanya maradufu, kwa sababu umetambua ya kwamba si uweza wako wala si nguvu zako, bali ni yeye amefanya. Bwana sio sana. Kamshukuru Mungu kwa GPA yako, kamshukuru Mungu kwa kozweki zako, kamshukuru Mungu kwa kazi yako, kamshukuru Mungu kwa biashara, kamshukuru Mungu kwa familia, kamshukuru Mungu kwa uzao, kamshukuru Mungu kwa upaji wake, kamshukuru Mungu kwa huduma, kamshukuru Mungu kwa afya. Bwana sio sana. Maisha yetu ni Mungu ameyabeba tu, wala sio sisi, ni Mungu tu. Haleluya pendwa. Siri ya pili ya shukrani. Shukrani inavuta uwepo wa Mungu. Kwa hiyo kama unatamani uwepo wa Mungu uje kwenye maisha yako, ni lazima ujifunze kumshukuru. Na wakati mwingine ukiwa katika maombi yako na ukaona maombi yamekata, unaona connection imekata, unapoingia katika maombi ya kumadhimisha, ukamshukuru Mungu, ukamwinulia sifa, ukaachana na kulia kwa mahitaji yako, ukampa yeye rada anayoitaka, kwa sababu shukrani ni kama manukato. Unapendelea kuinua Bwana, nasikia harufu nzuri, unapendelea kumwambia Bwana asante kwa haya, Bwana najisikia vizuri, na Bwana anapojisikia vizuri anakutenda mema. Amen. Bwana sasa. Kwa hiyo shukrani ina tabia ya kuvuta uwepo wa Mungu katika maisha yako. Nyakati wa pili sura ya 5 mstari ule wa 6, na baada hapo tutasoma mstari wa 12 mpaka wa 14.
Shukrani inavuta uwepo wa Mungu. Kwa kama unatamani uwepo wa Mungu uwe pamoja na wewe, lazima uwe mtu wa shukrani mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Mambo ya Nyakati wa Pili 5:6 anasema, Mfalme Sulemani na mkutano wote wa Israeli waliokutanika kwake walikuwako mbele ya sanduku, wakichinja dhabihu za kondoo na ng'ombe wasiohesabika wala kujumlishwa kwa kuwa wengi. 12. Tena Walawi waimbaji wote pia, yani Asafu na Hemani na Yeduthuni na wana wao na ndugu zao, hali wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipanda sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, na nyumba ya Bwana, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya ile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Tunaona watu wa Mungu walikuwa wamekusanyika. Daudi amekusanya makuhani, amekusanya waimbaji, amekusanya watumishi wa Mungu, nao wako pale wana vinanda, wana vinubi, wanaanza kumwimbia Mungu nyimbo za kumsifu, wanamwimbia Mungu nyimbo za kumshukuru. Biblia inasema alipokuwa akifanya hivyo, utukufu wa Bwana ukashuka, wingu la Bwana likashuka. Kwa hiyo na sisi tunategemea katika Jumapili ijayo, haleluya, kuona utukufu wa Bwana ukishuka, wakati tukimwinulia wewe sifa, wakati tukimwambia Bwana umestahili, wakati tukimwambia wewe pekee ndiye Mungu, wakati tukimwambia wewe ndiye mshindiaye. Unapomshukuru Mungu, utukufu wa Bwana unashuka juu yako. Unapomshukuru Mungu, wema wako unashuka juu yako. Unapomshukuru Mungu, hofu yake inaenda pamoja na wewe, na wewe unakuwa mtu wa kumaadhimisha na kusema, Bwana wewe pamoja nami. Unasema, Bwana wewe pamoja nami, kwa sababu utukufu wake uko juu yako. Haleluya. Mungu anapendezwa sana na shukrani. Bwana asifiwe sana. Shukrani huwa inamvuta Mungu. Siri ya tatu ya shukrani. Shukrani inamsababisha Mungu apiganie maisha yako. Unapoenda mbele za Mungu kumshukuru, Mungu anapigania maisha yako. Nyakati wa Pili hiyo sura ya 20 mstari ule wa 20 mpaka 25. Nyakati wa Pili 20 mpaka 25. Biblia inasema hivi: wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda yote, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Na alipokwisha kufanya shauri na watu, akaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu na mlima Sieni waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa, kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliondokea wenyeji wa mlima Seili kuwaulia mbali na kuharibu. Na walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seili, wakajitia kuharibu kila mtu mwenzake. Hata Yuda walipofika mnara wa kulindia wa jangwani, wakalitazama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walioanguka nchi, wala hapana aliyeokoka. Nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao, wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na johari za thamani,
walivyojivulia zaidi kuliko wawezavyo kuchukua. Wakawa siku 3 katika kuteka nyara, maana zilikuwa nyingi sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu unapomshukuru unampa sababu ya kupigana na maadui zako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ushindi wako wakati mwingine haupo katika wingi wa maombi. Kwa hiyo Yehoshafati anaambia watu wake, sikilizeni. Alikuwa ni mfalme wa Yuda, alikuwa akiongoza taifa la Yuda. Anafika sehemu anaambia, sikilizeni, waaminini Mungu mtathibitika, lakini mkitaka mafanikio waaminini watumishi wake. Hakuandaa wapiga mishale wala kuandaa magodoro, hapana. Aliandaa watu ambao watamwinulia Mungu sifa, aliandaa watu ambao watamwinulia Mungu tukufu, aliandaa watu ambao watamwimbia kwa uzuri. Na Biblia inasema walipoanza kuimba, Bwana akaweka tayari ulinzi wao. Maana nikwambie, tunaingia sehemu ambayo hatuhitaji kupigana tena vita, lakini tunatakiwa kumshukuru Mungu na kumwamini yeye ambaye ameamua kwenda na sisi kwa namna hiyo, ya kwamba adui zetu wataanguka mbele yetu. Na Biblia inasema ya kwamba ziko nyara nyingi mbele yako, ziko mali nyingi mbele yako, lakini lazima usikilize maelekezo. Tunaenda kwa kumwambia Bwana, wewe peke yako unastahili sifa. Ni sehemu ambayo tunamwinulia Mungu tukufu, kwa kuwa ushindi wetu hautakuwa wa kawaida. Yuko Mungu ambaye atatutetea, atatupigania, atatuwezesha, atatutangulia na atatufanya kuwa washindi. Na tunatoka kushinda na zaidi ya kushinda, maana Bwana ni mkuu sana. Hebu mpe Yesu makofi. Kuna muda mwingi sana watu tunapenda sana kupigana vita, lakini hili jeshi lisingeweza kushinda hii vita. Ilikuwa ni vita kubwa, na Mungu anawapa kitu cha kufanya. Kuna wakati ambapo Mungu anatuokoaga kwa njia za kinyonge, na wakati mwingine ni njia ambazo katika akili za kibinadamu za kipumbavu sana. Ndipo hapo Mungu anaposema, Mungu ameyachagua mambo manyonge ya dunia, Bwana asifiwe sana, mapumbavu ya dunia, ili awashangaze wenye hekima za dunia hii. Mambo ya kimungu huwa yaendi katika desturi. Mambo ya kimungu hayaendi katika kukalili. Mungu anaweza akaja leo akaokoa namna hii, akaja kesho akaokoa kwa namna nyingine. Haleluya. Kuna Mungu ambaye anapenda utofauti, na usipomsikiliza Mungu ukamkalili, unapishana naye. Bwana anahitaji kukalilika, anahitaji ufuate maelekezo yake ya siku baada ya siku. Haleluya. Haleluya pendwa. Kwa hiyo tupo katika wakati ambao ibada hii ya shukrani inaenda kutupa ushindi ambao tujaye kupata. Bwana asifiwe sana. Inaenda kutupa maongezeko ambayo tujaye kuyapata. Bwana asifiwe sana. Inaenda kutufanya tuwe watu ambao tutajivunia Mungu aliyetuokoa. Siri ya 4 ya shukrani. Shukrani inavuta majibu ya maombi yetu. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu, majibu yako yanavutwa. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana umeomba, lakini kwa sababu hujatambua uungu, kwa sababu hujaenda mbele za Mungu ukamshukuru, kuna vitu vingi unaendelea kuvichelewesha, lakini majibu umeshayapata. Kuna wakati ambapo majibu yanahitaji utambue yapo hata kama hayapo. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati inatakiwa utambue ya kwamba majibu yangu yapo hata wakati ambao hayapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu amekuita kutembea kwa kuamini. Na ndio maana Yesu anapowaambia mtini ya kwamba kuanzia leo na milele yote mtu asile matunda, Biblia inasema mtu ulikuwa vile vile, lakini Yesu aliamini amepata majibu, na mtu umekauka hadi kesho yake anaporudi ndipo anapoona matokeo. Nataka nikwambie kuna siri ya kumshukuru Mungu. Yesu alipoenda kumfufua Lazaro, anamwambia Bwana nakushukuru kwa kuwa siku zote amesikia. Mungu aliyemlilia kupandisha amekwisha kukupandisha, unatakiwa ujue umepandishwa. Na umwambie Bwana nakushukuru kwa kuwa wewe umenisikia. Mungu aliyemwomba matokeo amekwisha kukupa matokeo. Unatakiwa ufike sehemu useme nakushukuru Mungu kwa kuwa siku zote unanisikia. Mungu aliyemwomba mtaji amekwisha kukupa mtaji.
nimepata. Mungu aliyeomba kujenga anakosa ukopa kujenga. Ninakufika sehemu mshukuru ya kwamba Bwana nalikuomba kujenga, umenipa kujenga, na Bwana atimilize lile ulilomuomba. Haleluya. Kuendelea kuomba juu ya maombi na juu ya maombi wakati mwingine sio solution. Solution ni kuamini ya kwamba Mungu amenisikia na sasa siliombei tena, na baki kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Na baki kumwambia Mungu asante. Na unapomwambia Mungu asante atulii. Haleluya. Anaanza kunikola, aliniomba wapi? Ni nini anatakiwa tendee mterere? Kwa hiyo shukrani na mpesa Mungu. Shukrani naleta Mungu ashughulike na haja yako. Shukrani nataka kukumbusha Mungu ya kwamba Mungu nina jambo madhabahuni pako, ya kwamba Mungu na jambo kwenye hili chako cha enzi. Bwana utazame jambo langu. Bwana uangalie jambo langu. Unapoona mbele za Mungu kumshukuru Mungu, anastaajabu. Wewe ananishukuru wakati hajapokea majibu. Ndipo hapo Yesu anasema sijawahi na imani kama wewe. Bwana anapotafuta mwenye imani Yesu akokote wewe ni mmoja wao. Bwana anapotafuta mwenye imani Tanzania akokote wewe ni mmoja wao. Bwana anapotafuta mwenye imani duniani akokote wewe ni mmoja wao. Unashangilia majibu yako kabla hujapata mkononi. Nataka nikwambie tunaenda kumwadhimisha Bwana kwa sababu tunatembea kwa imani wala si kwa kuona. Hatusubiri tuone matokeo. Ndipo tunaambia asante. Tunaambia asante Bwana kwa sababu yeye ni mwaminifu. Ametenda kwa uwezo wake, ametenda kwa uaminifu wake, ametenda kwa nguvu yake, naye amestahili kumwambia asante. Hebu Yesu mpe makofi ya nguvu tena. Siri ya mwisho kwa leo juu ya kumshukuru Mungu. Siri ya kumshukuru Mungu ya 5. Shukrani inafanya yaliyokufa kuwa hai. Yohana 11:40. Bwana asifiwe sana. Yohana 11:40 inafanya aliyokufa kuwa hai. Unapoenda mbele za Mungu ukamwadhimisha Mungu juu ya shida yako, juu ya taabu yako, juu ya teso lako, juu ya huzuni yako, juu ya kilio chako, unapomwadhimisha Mungu anatoa madhaifu yako. Unapomwadhimisha Mungu anatoa maumivu yako. Unapomwadhimisha Mungu anatoa fadhaa zako. Alafu anarudi na kupa mema. Yeye kazi yake tembelea beki. Yeye kazi yako tembelea maumivu. Yeye kazi yako tembelea magonjwa. Yeye kazi yako tembelea mapungufu. Kwa sababu unapomshukuru yeye anatambua moja kwa moja ya kama mtoto huyu ananiamini. Unapomwambia Bwana asante, kuna aliyekufa anaenda kufufuka. Unapomwambia Bwana asante, kuna aliyeumia anaenda kuachiliwa. Unapomwambia Bwana asante, kuna aliyefunga anaenda kufunguliwa. Unapomwambia Bwana asante, kuna mema mengi umepoteza, unaenda kupata maradufu, unaenda kupata kwa namna mpya, unaenda kupata kwa namna ambayo wewe mwenyewe utashangaa. Nataka nikukumbushe tena, Bwana utenda kwa namna ambayo anakuacha unashangaa, anakuacha unashangaa, anakuacha unashangaa. Ukisema sijui nini Bwana amefanya, tunamsikia mwenzetu akishuhudia ya kwamba Bwana amemtendea, naye anashangaa. Tukamzia ofisi kubwa akiwa hana uzoefu wote, lakini akamkumbuka Bwana ya kwamba yeye ni Bwana atendaye mambo makubwa. Nami nataka nikwambie leo hapa, haijalishi peke yako ni nini, ni kwa Mungu ambaye unapomshukuru anashughulika na peke yako. Ni kwa Mungu ambaye unapomshukuru anafufua aliyekufa. Hata kama biashara imekufa mkononi mwako, mwamini yeye ataifufua. Hata kama maisha yamekufa mkononi mwako, mwamini yeye ataifufua. Hata kama huduma imekufa mkononi mwako, mwamini mfinyanzi atatengeneza kitu kingine, atafanya kitu kingine. Adui ameiba huduma, lakini Jehova katika wiki anarejesha maradufu. Na kuanzia leo unaona mpendo mpya, unaona baraka mpya, unaona uvevu mpya, utaona mmechuka wa furaha ya wokovu. Ukisema hakika Bwana amenikumbuka wakati wa ukame. Mungu tunamtumikia ni Bwana asiyeshindwa, na anakwambia mshukuru tu. Yaliyokufa anaweza
Lazaro ni changa. Lazaro rafiki yako hayupo tena. Biashara yako na rafiki yako anapokosekana uweze kuwa na furaha. Muujiza wako na rafiki yako anapotoweka uweze kuwa na furaha. Lakini katika ukele uweze funguka kwa sala, wala kwa dua, wala kwa maombezi, bali kwa jua moja la Bwana. Unaita shukrani kwa Bwana. Umwambie yeye aliyekuleta. Ninakuadhimisha katika hili. Ninakutukuza kwa maisha yangu. Ninakushangilia kwa nafasi uliyonipa. Ninakupa wewe sifa. Ukatie mzee. Bwana naponunulia sifa. Utukufu wako anashuka. Bwana naponunulia sifa. Anashuka mwenyewe. Bwana naponunulia sifa. Anakutegemeza. Bwana naponunulia sifa. Anarejesha mateka yako. Hebu mpe Yesu makofi. Haleluya. Sadaka ya shukrani ni kitu cha muhimu sana tunapohitimisha somo hili. Kwa nini tunaambatanisha na sadaka wakati wa kumshukuru Mungu? Zaburi ya 96, takuwa nasoma, maandiko yanajieleza vizuri. Zaburi ya 96 mstari wa 8 anasema, mpeni Bwana utukufu wa jina lake, leteni sadaka mkazingie nyua zake. Kwa kuna mahali sadaka inakupeleka ambako maombi pekee hayawezi akakupeleka. Kuzingia nyua za Mungu, unauingia undani wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa unapoambatanisha na sadaka ni kitu kingine. Kwa hiyo Mungu anapenda na anatambua na anathamini. Kwa anakuagiza ya kwamba mshukuru Mungu, lakini pia leteni sadaka. Sadaka zinakufanyaje? Zinakuingiza kwenye nyua. Kwa sababu Mungu anakuambia kama hiyo inastahili kwake, mpelekee liwali. Yaani kama unaweza ukaenda kumshukuru mheshimiwa rais kwa hicho ambacho unaenda kumshukuru Mungu na akakiridhia, sawa, mpe Mungu. Kwa Mungu anahitaji sana utambue ya kwamba nafasi ya sadaka ni kubwa sana. Na nafasi ya sadaka haijaanza leo. Bwana asifiwe sana. Imeanza toka kizazi cha Adamu. Kwa hiyo Mungu anataka uende mbele zake kwa sadaka. Kwa anasema leteni sadaka mkazingie nyua zake. Zaburi ya 50:14 na 23. Zaburi ya 50:14 na 23. 14 anasema hivi, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Dhabihu ni sadaka. Kwa lugha nyingine angesema mtolee Mungu sadaka za kushukuru. Anasema mtimizie aliye juu nadhiri zako. Kwa hiyo unapotoa sadaka za kushukuru ni sadaka maalum. Ni sadaka maalum. Ndio maana ibada hii ni ibada maalum. Mstari wa 23 anasema atoae dhabihu za kushukuru. Dhabihu ni sadaka. Kwa maana nyingine atoae sadaka za kushukuru, anasema ndiye anayenitukuza, naye atautengeneza mwenendo wake. Nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Kwa unapoenda mbele za Mungu kwa sadaka, ndivyo unavyomtukuza Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kama sadaka ya kumshukuru ndio inaomtukuza, maana inampa yeye ukuu, inampa yeye ukuu, inampa yeye ukuu. Na Mungu anapopewa ukuu huatulii. Bwana asifiwe sana. Anashuka na kumsaidia kila mtu ambaye amemwendea kwa namna hiyo. Kitabu cha Zaburi tena sura ya 107 mstari wa 20 hadi 22. Nasoma kwa kurukaruka, maandiko ni mengi. Zaburi hiyo naomba liwe ni andiko la mwisho. Sadaka huwa ina tabia ya kuita msaada wa Mungu wa haraka. Yaani unapoenda hospitali huwa kunakuwa na emergency department. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sehemu ya yani unataka upate tiba ya haraka, yani an emergency treatment ukihitaji, kuna kitu kama hicho. Sasa sadaka huwa inaita ule msaada wa Mungu wa haraka. Zaburi ya 107 mstari wa 20 hadi 22 anasema, hulituma neno lake huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Na wamtolee dhabihu za kumshukuru na kuyasimulia matendo yake kwa kuimba. Haleluya, pena leka Bwana. Kwa unapoenda mbele za Mungu kumuinulia Mungu sifa, na tunaambatanisha na sadaka, ile ibada ya shukrani ndivyo inavyokamilika. Bwana asifiwe sana. Na sadaka ya shukrani, sadaka hiari ya moyo wa mtu. Wewe
unavyojisikia ndani ni ushukuru Mungu kwa kitu gani? Kwa sababu Mungu anataka just a token. Bwana asifiwe sana. Uweze ukampa Mungu kitu ambacho akasema mimi nimeshiba. Mungu tunamwadhimisha kwa kutambua nafasi na ushirika wake mimi na yeye. Mimi kwa Mungu nafanya nini? Siangalii mwingine anafanya nini. Mimi na Mungu wangu na agenda gani na Mungu. That is. Amina wapendwa katika Bwana. Na Mungu atakubariki sana. Funika macho. Hebu mtafakari Mungu ukiwa umetulia hapo. Mungu anataka ujue siri ya kumshukuru. Tumeenda katika wiki la kumshukuru Mungu, wiki ambayo ina siri nyingi sana. Na kiukweli katika semester hii utasikia habari ya kujiweka wakfu. Tunajiweka wakfu kwa ibada ya shukrani. Ibada ya shukrani hii ni ibada inayobeba kila kitu katika maisha yetu. Anza